Historia imekamilika. Kila tamasha, kila tiketi, kila sekunde, Cardi B amefanya kile ambacho wengi walifikiri hakiwezekani. Akiwa na rekodi ya matamasha 35, malkia huyu wa rap amethibitisha kuwa ulimwengu bado upo mikononi mwake. Karibu kwenye uchambuzi wa The Retro Miss Drama Tour. Historia imeandikwa. Cardi B afunga ziara ya The Retro Miss Drama Tour kwa kishindo, huku akipiga mpunga mrefu sana. Sasa malkia wa rap kutoka Marekani, Cardi B ameweka rekodi mpya duniani baada ya kuhitimisha ziara yake ya kwanza kama msanii mkuu, The Retro Miss Drama Tour, kwa mafanikio aliyoacha wakosoaji vinywa wazi. Licha ya wengi kutilia shaka uwezo wake wa kujaza uwanja hapo awali, Cardi B amethibitisha kuwa yeye ni habari nyingine baada ya kufanya matamasha 35 mfululizo na kuuza tiketi zote. Namba hasidanganyi. Takwimu za mwisho za ziara hiyo zimeacha gumzo mjini, huku tiketi zilizouzwa zikiwa ni zaidi ya 450,000. Mapato aliyoingiza ni zaidi ya dola milioni 70, sawasawa na bilioni 180 za Kitanzania, huku akiifikia miji 32 na kuhakikisha inapata burudani ya kiwango cha juu zaidi. Unaweza kuwa unajiuliza maswali mengi sana. Cardi B aliwezaje? Cardi B hakufanya hivi peke yake. Alihakikisha kila tamasha lina historia yake ya kipekee kabisa. Huku kule New York City, mashabiki walipata kichaa baada ya kumuona nguli Lil Kim akipanda jukwani. Hakuishia hapo kwenye hitimisho la ziara hiyo jijini Atlanta. Cardi B alifanya jambo la kihistoria iconic baada ya kuleta mastaa wengi kama Megan Thee Stallion, Meek Mill na Tyler walioshusha burudani ya kukata na shoka katika vituo tofauti. Huku tajiri wa filamu Tyler Perry alionekana akisinzika na burudani hiyo kwa siku 2 mfululizo huko Atlanta. Waji walisema siwezi. Tumeandika historia pamoja. Ujumbe wa Cardi B kwa mashabiki zake. Ziara hii ya kuuza albamu yake ya I Am The Drama imethibitisha kuwa Cardi B si msanii wa mitandao tu, bali mwanamuziki mwenye ushawishi mkubwa wa kibiashara duniani. Je, unahisi kuna rapa mwingine wa kike anayeweza kufikia rekodi hii ya Cardi B kwa sasa? Tuandikie maoni yako hapa kupitia Furaha FM na Furaha TV. Ulikuwa na mimi Limi_IP ni kusogezea update hizi za moto. Tukutane kwenye updates zingine.